Wananchi mkoani Mbeya hususan wenye matatizo ya macho wametakiwa kuhudhuria kambi ya macho iliyoandaliwa na Dr. Tulia Ackson kwa kushirikiana na taasisi ya The Bilal Muslim of Tanzania pamoja na Tulia Trust inayolenga kutoa matibabu bure kwa wenye matatizo ya macho. Akizungumza na waandishi wa habari, mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Elizabeth Nyema karibisha wananchi wote na kumshukuru mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson pamoja na taasisi ya The Bilal Muslim of Tanzania kwa kutoa huduma hii kwa wananchi hao. Kwa upande wake, afisa habari wa Tulia Trust Joshua Edward amesema kwenye awamu hii ya pili ya kutoa matibabu ya macho mkoani Mbeya wanatarajia kuona watu wote wenye matatizo ya macho wanafika kupata matibabu bure. Kambi hiyo ya matibabu ya macho inatarajiwa kuanza kutoa huduma tarehe 18 Aprili mwaka huu mpaka tarehe 21 Aprili mwaka huu katika shule ya msingi Kagera iliyopo kata ya Ilomba, huku matibabu yatakayotolewa hayatakuwa na gharama yoyote. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Nipende tu kuwapa taarifa na kuweza kuwatangazia kwamba mkoa wa Mbeya kuna kambi ya huduma za macho imeandaliwa itakayoanza kufanyika kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 21 mwezi wa 4 2025, na kambi hii itafanyika ndani ya halmashauri ya jiji la Mbeya katika shule ya msingi Kagera katika kata ya Ilomba, na kambi hii itaanza kutoa huduma kuanzia saa 1:30 asubuhi na kuendelea. Niweze tu kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa sababu kambi hii imeandaliwa na Mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini na rais wa mabunge duniani IPU Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kushirikiana na taasisi ya The Bilal Muslim Mission of Tanzania pamoja na taasisi ya Tulia Trust kwa kushirikiana na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Tupende kualika na kuwakaribisha sana wananchi na Watanzania kupata huduma hii. Huduma zitakazoweza kutolewa katika kambi hile ambayo itafanyika ndani ya siku 4 ni huduma za kuchunguza macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa matibabu ya macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa miwani bure kwa wale watakaopata changamoto kwamba watahitaji kutumia miwani. Kwa hiyo kutakuwa na huduma ya miwani ambayo itatolewa bure kabisa. Lakini pia tutakuwa na huduma ya upasuaji. Na hii huduma ya upasuaji itashirikisha hospitali ya rufaa ya kanda, na niweze tu kuambia kwamba tuna madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi zaidi ya 80 ambao watatoa huduma hii katika kambi hii ya siku 4. Hivyo tunawakaribisha sana muweze kupata huduma hii. Katika kambi hii tunategemea kuona zaidi ya wagonjwa au wananchi zaidi ya 5, na niseme tu tutakuwa na magari ya rufaa kwa maana ya kwamba wale wagonjwa wote watakaohitaji huduma endelevu kutoka pale shule ya msingi Kagera kuelekea hospitali ya rufaa ya kanda tutawasafirisha kwa wakati ili waweze kupata huduma. Kwa hiyo madaktari watakuwa wamegawanyika kwa maana ya kwamba wale watakao kuwa wanaendelea kuchunguza pale shule ya msingi Kagera, lakini kuna wale ambao watakuwa wanaendelea na huduma za upasuaji katika hospitali yetu ya rufaa ya kanda. Na gharama zote hizi hakutakuwa na gharama yoyote ya kwamba mtu atatakiwa kulipa hata senti moja. Gharama hii itakuwa ni juu ya taasisi hizi mbili ambazo zimeshirikiana kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Na matibabu haya hayatahusu Mbeya pekee. Kwa hiyo tunaamini kanda nzima ya huku, kwa maana kwamba mikoa ya jirani pia na sehemu zingine watu ambao wanaweza wakaja kushiriki kwa ajili ya kupata matibabu hayo tunawakaribisha hapa jijini Mbeya. Siku ya kwanza tutegemea pia tuhudumia watu wengi zaidi. Kwa hiyo takribani watu wasiopungua 10,000 tutakwenda kuwahudumia. Kwa hiyo timu ya kwanza inawasili leo na timu ya pili itawasili kesho na timu ya tatu itawasili kesho kutwa. Kwa hiyo kuanzia saa 1:30 asubuhi shughuli itaanza pale shule ya msingi Kagera kata ya Ilomba hapa jijini Mbeya.